Alama za Lailatul Qadri zimekuja nyingi, zimetajwa, wametaja wengi na wametaja alama nyingi za kuonesha kwamba usiku huu ni wa Lailatul Qadri, na alama hizo zipo ambazo zinaashiria kwamba usiku huu wa leo ndio wa Lailatul Qadri, na ziko zingine ambazo zinakuja baada ya kuondoka usiku wa Lailatul Qadri. Sawa, kwa zimekuja nyingi, lakini zingine si sahihi. Baadhi ya ulama wamezikataa kwamba hazijathibiti hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikielezea alama hizo. Katika hizo alizozibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika alama za kujulisha kwamba usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadri, wanasema kuwa aljawu yakunu mu'tadilan, ni kwamba siku hiyo, siku ambayo usiku wake ni wa Lailatul Qadri, anga inakuwa shwari, anga inakuwa shwari, yani inakuwa imetulia, sakinatan la haratan wala baridatan, yani jau, anga inakuwa haina baridi sana wala haina joto sana, inakuwa saizi ya kati. Hii ni alama katika alama za kujulisha kwamba usiku huu wa leo ni wa Lailatul Qadri, yani anga inakuwa safi kabisa na inakuwa imetulia na inakuwa haina joto kali wala haina baridi kali. Kadhalika alama nyingine, anna samaa takunu safiyatan wa sakinatan wariyahu takunu sakinatan. Alama nyingine ya kuwa mbingu inakuwa safi, yani mbingu inakuwa imesafika, inakuwa safi kabisa na inakuwa na huduu, inakuwa na utulivu. Kadhalika siku hiyo upepo unakuwa umetulia, yani hakuna upepo wa kuvuma siku hiyo, inakuwa yani mbingu haivumi upepo, inakuwa hakuna upepo wa kuvuma. Hii pia ni alama ya kujulisha kwamba usiku wa leo ni usiku wa Lailatul Qadri, kwamba mbingu inakuwa iko shwari na inakuwa iko safi, imetulizana na hakuna upepo wa kuvuma. Lakini alama nyingine, quwwatul idaa, wanasema quwwatul idaati wan nuri fi tilka al-lailati, katika huo usiku wa Lailatul Qadr mwanga unakuwa ni mkali, mwanga unakuwa ni mkali angani, sawa, tofauti na masiku mengine, yani mwanga unakuwa ni mkali tofauti na masiku mengine. Lakini hii alama sana sana maulama wanasema ni kwa wale ambao wanaishi badia, wanaishi nje ya mji, yani nje ya mataa, ama watu wa mjini, inakuwa ni ngumu sana kulibaini hili, sawa. Watu wa mjini, mataa makubwa, inakuwa ni ngumu kulibaini hili, hata kiangalia juu kwamba leo ni tofauti na jana. Lakini watu wa shambani, watu wa mashambani, ni rahisi kuibaini hii, sawa. Hii alama ni rahisi kubainika kwa watu wa mashambani kwamba hii leo, anga ya leo ni tofauti na ya jana. Mwanga unakuwa ni mkali zaidi. Ni alama ya tatu, ambazo hizi zote zinakuwa athnaa al-laila, yani katikati ya usiku ule, yani zinaonekana wakati ule wa usiku wenyewe, na zinaashiria kwamba usiku wa leo ndio wa Lailatul Qadr. Alama nyingine, lakini hii alama inatokeza baada ya kuondoka Lailatul Qadr, yani inakuwa asubuhi yake, asubuhi baada ya kuondoka Lailatul Qadr. Mtume sallallahu amebainisha hivyo, anna shamsa, baada ya kuondoka, baada ya usiku wa Lailatul Qadr, asubuhi yake jua linachomoza fi sabihatiha bayda, likiwa jeupe, sawa.
jua likichomoza asubuhi inakuwa jeupe. La shuaa laha, likiwa halina miale ile ukitazama inaweza ikakuumiza, lakini siku ukitizama unaliona vizuri na wala husikii athari yoyote hata ukilitazama, kwa sababu inakuwa halina miale. Sawa, jua linachomoza likiwa jeupe, likiwa safi kabisa. Hizi alama 4 zimekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akizibainisha, kubainisha alama za usiku wa Lailatul Qadr. Hizi ndio ambazo maulama wanasema zimethibiti, na zimekuja nyingi, lakini hizi ndio ambazo wengi wamezibainisha, kwamba zimekuja hadithi sahihi zikibainisha hilo. Sawa sawa. Na kwa hivyo kila mmoja baada ya kusikia hizi anaweza akafuatilia mwenyewe kivyake. Sawa, lakini usihangaike na kupiga picha. Maana kuna wengine sasa anakaa anaangalia, leo anaanza kuchukua picha afa anaangalia anatathmini hapa ndo usiku huo leo. Haina haja ya kupiga mapicha. Sawa sawa. Ahamu shay, hizi alama uzione usizione, la yusmini wala yughni. Sawa, haikusaidii zaidi ya wewe kujikita katika ibada. La msingi ni wewe kujikita katika ibada. Sawa sawa, umeona alama au hujafanya, hujaziona, kwamba kama tulivyoona na tulivyoeleza kwamba usiku huu unatafutwa na unapatikana katika 10 la mwisho. Basi ukishajua hivyo, basi wewe unatakiwa 10 la mwisho ufanyeje? Ujitahidi, jipinde katika hili 10 la mwisho, zaidi ya 10 la kwanza na zaidi ya 10 la kati. Jipinde zaidi ukiwa ni mwenye kuutafuta usiku huu wa Lailatul Qadr. Kwa wale usivizie kwamba nimeona alama hii iliyotajwa kwa hivyo leo silali. Haya, unatakiwa ujikite katika masiku yote haya yaliyobaki, bitighaa mardatillahi tabaraka wa taala, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa taala wa dar al-akhirah, na ukitafuta nyumba ya akhira. Allah tabaraka wa taala tumuombe atujalie katika waja wema ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri yake, na atuthibitishe katika matendo mema. Kadhalika tumuombe Allah tabaraka wa taala tukubalie funga zetu na visimamo vyetu na ibada zetu nyinginezo zote. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.